Jumapili nilipopata taarifa ya msiba wa mtu ambaye baada ya kufanya kazi naye kwa muda alikuwa ananiita kaka, na hii ni kwa sababu ya ukaribu ambao tuliutengeneza baina yetu, yani mimi na marehemu Charles Martin Hillary. Nimekuja hapa kwa sababu nimeambiwa je niwakilishe BBC, na nadhani ni sahihi kwa sababu mimi ndio mtu ambaye nilimshawishi hatimaye nikamchukua kutoka Ujerumani akaja London. Alafu mimi tena ndio ambaye nilimshawishi Charles kutoka London, kitu ambacho watu wengi walishangaa, na akarudi nyumbani Tanzania, na akarudi nyumbani Tanzania Azam, mpaka alipopata na nafasi ya kuteuliwa na rais kuja kuchukua nafasi hapa Ikulu Zanzibar. Charles, mimi tumepishana muda wa kutosha kidogo. Mimi ni mkubwa kwake kwa zaidi ya miaka 12, lakini tulianza kufahamiana kwa sababu ya shughuli za kazi. Charles alikuwa shule wakati mimi nimeshaanza kazi Radio Tanzania, na alikuja kuniambia baadaye kwamba alikuwa ananisikiliza sana, na hivi karibuni tu kiasi cha miaka kama 5-6 iliyopita alinishangaza kidogo katika kudhihirisha hilo. Mwaka 1974 mimi nilikwenda kutangaza michezo ya Commonwealth huko Christchurch, New Zealand, mashindano ambayo wakati huo wa Tanzania walikuwa kivuma sana. Kama mtakumbuka, kwa wale watu wa zamani, tulikuwa na wakimbiaji wazuri, kwa hiyo tulikuwa na wachezaji wazuri sana katika michezo ile ya 74, na mkimbiaji wa Tanzania Philbert Bayi akavunja rekodi ya dunia ambayo haijawahi, hakuna Mtanzania mwingine amewahi kuvunja rekodi ya dunia. Sasa Charles alikuja kuniambia kwamba alikuwa ananisikiliza kiasi ambacho aliniimbia wimbo ambao nilikuwa naucheza kama kuanzishia ripoti yangu wakati nikiwa Christchurch. Kwa hiyo nikaamini sana kwamba Charles alikuwa akinifuatilia. Alikuja Radio Tanzania baadaye mwaka 1980, miezi 6 baada ya mimi kwa nimeondoka. Mimi niliondoka Radio Tanzania mwaka huo wa 80, lakini mwezi Januari, na nikaenda Nairobi. Sasa wakati ule, kama mnavyojua, kulikuwa radio chache tu katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki. Hapa Tanzania kulikuwa na Radio Tanzania ile kule bara, hapa kulikuwa na ZBC ya Zanzibar. Kenya walikuwa na KBC, Voice of Kenya, hivyo Uganda. Na kwa hiyo kama ulikuwa unataka kusikiliza, ukitaka kubahatisha upate matangazo mengine ya ziada mbali ya yale ambayo unakuwa umeyapata pale nyumbani kwenu, ni upigane kidogo kwa kutumia shortwave ili uweze kusikiliza matangazo hayo mengine ya radio nyingine, labda ya Radio Tanzania kama uko Kenya, au wa Kenya nao wakisikiliza Radio Tanzania au Radio Zanzibar. Sasa mimi nilipokuwa Nairobi nikawa nasikiliza Radio Tanzania, radio ambayo alikuwa nafanya kazi, na ghafla nikaanza kusikia sauti nzuri ya kijana mgeni ambaye amekuja Radio Tanzania baada ya mimi kuja, sikuwa nafahamu. Kwa hiyo nikavutiwa na sauti ya Charles na nikawa kama shabiki wake. Kwa hiyo nikawa namsikiliza Charles, na baadaye nilikuja kwa assignment hapa Dar es Salaam, na tukakutana na Charles tukaongea, na mimi nikamwambia kwa kweli nimevutiwa sana na jinsi kijana ambavyo umechangamkia kazi hii, na yeye akanieleza kwa ufupi jinsi gani ambavyo nimekuwa mmoja wa watu ambao wamemfanya yeye kupenda kuingia katika kazi ya utangazaji, na tangu hapo tukawa watu wa karibu sana. Baadaye alihamia Radio 1 Charles, tukawa bado tunawasiliana, na hatimaye akaenda Deutsche Welle.
Wakati huo mimi nipo BBC na nilikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya BBC, Mwafrika wa kwanza kuchukua nafasi hiyo. Na tukataka mabadiliko ya haraka haraka, tulitaka kutangaza mpira wa Uingereza, huu ambao sasa hivi watu wanaopenda sana. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa nataka kuhakikisha kwamba tunakuwa na mtangazaji mzuri, kwa hiyo kichwani mwangu akaja kwamba ni Charles Hillary. Lakini Charles alikuwa yuko tayari Deutsche Welle. Sasa tutafanya nini ili tuweze kumpata? Kwa hiyo mimi nikampigia simu Charles Colon. Nikamwambia, mdogo wangu, mimi nataka uje London. Akanambia, kwa kweli na mimi pia ningependa kuja. Na kitu kimoja ambacho katika muda wa miaka mingi ambayo nilikuwa na Charles, kuna vitu ambavyo siku zote vilikuwa ni vitu vyake vikubwa. Kwanza uzalendo, halafu familia yake, halafu mchapakazi. Sasa nitajaribu kuyazungumza haya ili kuthibitisha hayo. Kwa nilipompigia mimi Charles kwamba ningependa ahame, na kitu ambacho ni adimu kwa kweli, kilikuwa hajawahi kutokea. Mara kwa mara tulikuwa tunaheshimiana sana sisi watu wa vituo vya hizi vya kimataifa, kwa sababu tulikuwa tunafahamiana, na kina Umar Hele anafahamu. Tulikuwa hatuwezi kusema umchukue mtangazaji aliyoko tayari Deutsche Welle umlete London, na vivyo wao pia walikuwa hawezi kufanya hivyo, na pamoja na Voice of America pia. Kwa hiyo tulikuwa tunaheshimiana hilo, lakini mimi nilimhitaji Charles kwa sababu nilitaka kuwa na matangazo mazuri ya mpira, na mtu mzuri kwangu alikuwa ni Charles Hillary. Kwa hiyo Charles akaniambia sawa, lakini sasa tutafanyaje? Nikamwambia, na bahati mbaya au kulingana na taratibu za kazi ya Uingereza, lazima afanye interviews, apitie mambo kadha wa kadha. Haikuwa rahisi kufanya bila ya yeye kujulikana kwamba kuna taratibu ambazo tunazifanya ili aje, lakini tukakubaliana kwamba tutafanya siri. Kwa hiyo Charles akawa anapanda treni kutoka Koloni, anatafuta kisingizio kazini, anakuja mpaka London. Na mimi pia, kwa sababu nilikuwa najua kwamba akijulikana na hata wafanyakazi wetu ambao walikuwa na marafiki wengi idhaa ya Ujerumani, hii siri itatoka. Kwa hiyo akawa anafikia nyumbani kwangu, na sehemu zile za kufanya interview nilikuwa namfanyia mipango maalum apitie taratibu zote. Kwa hiyo akapitia, akamaliza, akafaulu. Alipofaulu, kwa kawaida siku ambayo mnafanya interview na pamoja na watu wengine pale Uingereza, ilikuwa siku wanafanya interview, alafu siku hiyo hiyo unawatangazia wafanyikazi wenzako kwamba ni nani ambao wamepata kazi. Kwa hiyo mimi siku hiyo nikaenda nikawaambia, miongoni mwa wale ambao nawachukua ni Charles Hillary. Wenzangu akashtuka, Charles Hillary amekuja kwa namna gani? Kwa hiyo nikawa nikawaeleza, na hatimaye Charles akaja, na tukashukuru sana kwa kweli, kwa sababu aliongeza nguvu kubwa sana katika idhaa ya Kiswahili ya BBC. Akakaa na mimi mpaka mwaka 2000, hiyo ilikuwa ni 2006, lakini mimi baadaye nikawa nimerudi nyumbani na nikamwacha Charles pale. Nikaja huku, nikaenda TBC, nikaenda Mwananchi, baadaye nikaenda kuanzisha Azam Television au Azam Media Limited. Sasa tukaanza tena kuunda timu pale. Kwa mara nyingine kichwani mwangu akaja tena Charles Hillary. Lakini kwanza pale mwanzo, wakati nilipokuwa namuita Charles kuja Uingereza, alisema sababu moja kubwa ambayo angependa aje Uingereza ni kwa sababu Mama Faye alikuwa hafurahi sana kwa Ujerumani, kwa sababu alikuwa hakupata nafasi ya kazi na shughuli, yeye ni mchapakazi. Kwa hiyo angependa mkewe apate mahali ambako atapata nafasi, lakini vile vile mwanae Faith aweze kupata mahali ambako atapata elimu nzuri na ambayo tulikuwa ni vipesa akirudi nyumbani kupata kwake. Na ndio maana akasema alikuwa ni mtu wa familia sana. Na hivyo hivyo nilipokuja Azam, nikarudi London kumbebeleza, hakusita kukubali kurejea nyumbani. Kwanza kubwa alisema angependa kurudi nyumbani sasa aweze kulitumia taifa lake. Lakini akanambia, ukitaka uthabiti,
na kama utapata jibu kamili itabidi uongee na mke wangu. Yeye ndiye ambaye atakupa jibu. Akikubali, mimi niko radhi kurudi Tanzania, lakini ikiwa atakataa, basi. Kwa hiyo ilibidi nipigie simu maalum niongee na Mama Fei ili anipe jibu, na bahati nzuri akawa amekubali. Aliniambia tu kitu kimoja, mradi tukifika pale Kibamba unifungulie kibanda cha bidhaa zote za Bakhresa. Nikamwambia usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo kwa hiyo Charles akarudi, akaja Azam. Kwa watu wengi walishangaa, na hata viongozi wa Azam walikuwa hawaamini, lakini kwa kweli kuja kwake ndio ukawa mwanzo wa chachu kubwa sana maendeleo ya Azam. Na hata juzi tulipokuwa tunazungumzia baada ya msiba huu, Abubakar Bakhresa ambaye ndiye tulikuwa mtu tuliokuwa karibu, alielezea jinsi gani ana uheshimu mchango wa Charles katika kufanya Azam iweze kufikia kiwango kilichofikia. Baada ya pale Charles akawa ameondoka kama alivyosema alipoitwa na Mheshimiwa Rais. Kwa ujumla Charles kwangu mimi alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu mwenye kuheshimu watu, mtu mcheshi lakini mpenda watu sana. Na vivyo hivyo katika idhaa ya BBC kuwepo kwake kuliweza kuijenga idhaa, na ndio maana wafanyikazi wa BBC wamenituma nije hapa, na hasa kwa familia na serikali, kutoa shukrani zao kwa kuwa na huduma aliyopata kutoka kwa Charles, na kwamba wanajiandaa katika muda utakapofika waweze kutuma rambirambi zao kwa familia. Kwa hiyo kwa niaba ya wenzangu nashukuru sana kwa kipindi kirefu cha maisha ya Charles Hilary, mtu wa watu. Asanteni sana.